Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya pili ya simulizi. Inaitwa Mapenzi Yamenifanya Niwe Muuaji, na mimi ninaitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu za simu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya kwanza tulipokuwa tumeishia. Ilikuwa ni pale ambapo ndugu yetu Kazara alikuwa na kesha mpaka asubuhi nzima kumsubiria mke wake Suzana ama Mama Zawadi. Lakini kwa bahati mbaya hakuwa bado ametokea. Je, mke huyu alikuwa wapi? Na huku alikuwa ameaga kwamba anaelekea kwa mama yake, wakati mama yake anakataa kabisa kwamba hakumuita. Karibu sana katika kujumuika kujua kilichoendelea katika ndoa hii ngumu kweli kweli ambayo tuliiona toka episode nambari 1. Mimi naitwa FM. Siku ya pili ilinikuta nikiwa bado niko sebuleni tu nikiwa namsubiria mke wangu. Nikiwa najiandaa kuelekea chumbani, mke wangu aliingia na alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa amekunywa pombe, kitu ambacho hajawahi kabisa kukifanya katika maisha yake yote tangu mimi nimeanza kumjua miaka kadhaa iliyopita. Na nywele zake pia zilikuwa timtimu kichwani. "Oh, mume wangu, vipi, habari za asubuhi?" "Nzuri tu, habari za wapi?" Nilikwenda kwa mama wakati narudi, shogangu akanipigia simu kwamba kuna harusi ya ndugu yake. Kwa hivyo tukaenda kule nikijua kwamba nitawahi kurudi, na kumbe sherehe ni sherehe tu. Na kuja kushtuka muda umekwenda sana na usafiri ulikuwa hakuna, kwa nikaamua kulala huko huko kwenye sherehe. "Kwa nini ukutaka kunipigia simu kwamba unalala huko huko?" Wakati ule muda unanipigia simu ilizimika tu, na hata kabla sijakujulisha simu ilikuwa imezima." "Na mbona umekunywa pombe? Umeanza lini kuja pombe?" "Mume wangu, sherehe na vishawishi vingi sana, lakini sijanywa sana, ni kidogo tu." Kusema ukweli, kwa mara nyingine tena nikajikuta nilikuwa nashindwa kabisa kumhukumu mke wangu. Niliamua kumsamehe tu kwa vile nilikuwa nampenda sana, lakini nilimwomba siondoke nyumbani bila kuaga, lakini pia asiwe na kunywa pombe. Mke wangu kama kawaida yake aliniomba msamaha na kunaahidi kwamba hataweza kuondoka bila kuaga tena, na pia hatarudia tena kunywa pombe kama ambavyo alikuwa anaonekana leo. Nilimsamehe vizuri kabisa mke wangu kwa vile nilikuwa nampenda sana na sikuwa nahitaji kabisa kumpoteza katika maisha yangu, na nilikuwa naamini kabisa kwamba yeye ndiyo kila kitu kwangu. Mara baada ya tukio hilo sasa, mke wangu alitulia tu na heshima ya ndoa ikarudi ndani kama kawaida. Wakati huo pia mtoto wetu Zawadi alikuwa ameanza kutembea vizuri, na kwa kitendo cha mtoto wangu kuanza kutembea niliwashukuru sana majirani. Wiki moja mbele, mara baada ya tukio la mke wangu kulala nje, aliniomba tuhame mtaa ule. "Mume wangu, mimi nilikuwa naomba tuhame katika mtaa huu." "Tuhame hapa tuelekee wapi sasa?" "Nilikuwa naomba tuhamie sehemu yoyote lakini mbali kabisa na hapa." "Sasa kodi sitasumbua mke wangu ama?" Nilimwambia vile kwa kuwa hali yangu ya kiuchumi kusema kweli alikuwa anajua vizuri tu. "Lakini mume wangu, anajua kabisa kwamba unafanya kazi, acha kujilegeza. Inatakiwa sasa hivi tuishi maisha kwetu wenyewe bila kuwategemea watu." Yalikuwa ni maneno ya ukweli kabisa mke wangu alikuwa amezungumza, lakini ni wazi kabisa kwamba ilikuwa natakiwa kuwa na maandalizi ya muda mrefu, hasa nikizingatia kulipa kodi ya miezi 6 kwa haraka ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwangu. "Lakini mbona mama alisema kwamba hii ni nyumba yako, amekupatia mara baada ya kuoana? Tunahama vipi sasa hapa wakati ni kama nyumbani kabisa?" Ilibidi sasa ni hoji vile mara baada ya kuona mke wangu alikuwa analazimisha kuhama. "Kazala, hivi hausikii siku zote tunavyosimanga hapa kuhusu hii nyumba? Hasa wewe mume wangu ndio anakusimanga sana." Kusema ukweli, mimi maneno ya uwe yananiumiza sana mume wangu. Sana pale ambapo anaposema vibaya eti nimekuoa badala ya wewe kuonewa mimi. Eti kisa tu ndio unaishi kwenye nyumba yetu sisi, ndio maana wanasema kwamba mimi ndio nimekuoa wewe. Sasa hiyo ni maneno gani mume wangu? Huone kama ni aibu kabisa hiyo wanakupatia ama? Sina jesi mke wangu, lakini kwa vile ni haraka sana naomba nipatie wiki moja tu nijaribu kukopa kazini kusudi tutafute nyumba nyingine. Kuhusu kodi ya kuanzia basi usijali kabisa, mimi ndio nitalipa kodi. Itakayofuata ndio utalipa wewe. Sawa basi, hauko na tatizo.
Nilikubaliana naye tu bila kuhoji fedha hiyo ataitoa wapi, kwa kuhofia kubadilisha maamuzi yake. Siku ya pili mara baada ya kwenda kazini, mke wangu akanipigia simu na akanijulisha kwamba alikuwa amehamisha kila kitu na kunieleza kwamba nikitoka tu kazini basi nielekee sehemu ambapo alikuwa yeye na sio pale tena ambapo tulikuwa tunaishi. Nilipotoka kazini, ni kweli kabisa nilikwenda sehemu ambayo alikuwa amenielekeza, na nilishtuka kweli kweli kukuta alikuwa amepanga kwenye nyumba ya gharama ambayo hii ilikuwa ndani ya fence kabisa, kitu ambacho kilinipatia wasiwasi na kujiuliza maswali kwamba kodi hii ambayo mke wangu amelipa ikiisha tutaishi vipi. Mke wangu akanipokea kwa furaha sana pale nyumbani. Karibu sana mume wangu katika makazi yetu mapya. Asante. Mbona kama nashangaa jamani, mume wangu hujapenda ama? Hapana, lakini hapa nashangaa kwa mambo mawili mke wangu. Kwanza kabisa nyumba ni nzuri sana, sikuwa nimetegemea kabisa kuja kukuta makazi mapya kama haya. Lakini pili, na wasiwasi kodi yake ni kubwa sana, kama ikiisha tutawezaje kuimudu? Ni kweli kabisa mume wangu, kodi yake ni kubwa sana. Lakini hii ni sehemu nzuri sana ambayo tutaweza kuishi bila buguza za watu wote wale. Kwani nyumba yote kwa mwezi imelipwa kodi ya shilingi ngapi? Ni 1,500 tu. Mke wangu, 1,500 kwa mwezi umelipa kwa muda gani? Nimelipa kwa mwaka mzima, usijali kabisa mume wangu. Ndio shilingi ngapi sasa jumla? Hesabu unajua, lakini mume wangu kazara. Zidisha tu 1,500 mara 12 utapata pesa ya mwaka mzima. Sasa mimi mke wangu najua kabisa sina uwezo kama huo, nitaweza vipi kulipa pesa zote kama hizo? Nitakusaidia tu mume wangu, kuwa na amani ya moyoni, sawa? Sikuwa nahitaji koje zaidi. Pesa hizo zote alikuwa amezipata wapi? Kwa sababu Waswahili kutoka Njombe kule wanasema kwamba ukimchunguza sana bata basi huwezi kabisa kumla, na ukimchunguza sana mke wako hutaweza kabisa kuishi naye. Tulianza maisha mapya kabisa kule uzunguni, sehemu ambayo walikuwa wanaishi watu waliokuwa na pesa tu. Kwa kweli maisha ya makazi mapya yalikuwa ni mazuri mno, ambayo yalikuwa na furaha pamoja na amani. Kwa muda mfupi afya yangu ikarudi tena katika hali ya kawaida mara baada ya kuteseka kwa muda mrefu. Yote ilikuwa na kutokana na vituko vya mke wangu ambavyo alikuwa anafanya nyuma. Kutokana na kuonyesha mke wangu alikuwa amejirekebisha kitabia, tulimchukua mtoto wetu Zawadi kusudi tuishi naye. Heshima ambayo mke wangu alianza kunionyesha sasa ilianza kumstua hata mamake mzazi. Maisha yalikuwa nasonga mbele tu. Mke wangu alishika ujauzito wa pili, kitu ambacho kilizidi kunipatia faraja katika moyo wangu kusema kweli. Lakini sasa ilikuwa tofauti kabisa katika upande wa pili. Mke wangu hakuwa amependa kabisa kubeba ujauzito kwa vile mtoto wetu alikuwa bado ni mdogo. Mke wangu, kwani tatizo ni kitu gani hasa? Hivyo mume wangu huone kabisa kwamba Zawadi bado mdogo, mimi nitabeba vipi mimba sasa? Lakini miaka 3 sio michache mke wangu, na mpaka unajifunga atakuwa amesogea sana hadi miaka 4. Kwa upande wangu mimi nilipanga kuzaa mara baada ya Zawadi kufikisha miaka 5 ama 6, sio sasa hivi. Basi tuseme kwamba imekuwa bahati mbaya tu. Inabidi uzae hivyo kwa sababu hatuwezi kufanya jambo jingine. Siwezi kabisa Kazara. Nasema kwamba siwezi kabisa kulia hii mimba, lazima niitoe. Please, naomba sitoe mke wangu, sitoe. Zawadi tutampeleka kwa bibi yake kusudi asipate shida basi. Mimi bado niko na hamu ya kuendelea kumlea mwanangu. Kama mtoto tunaweza kumpata muda ukifika, lakini sio sasa. Mke wangu bado alikuwa anaendelea tu kushikilia msimamo wake. Tafadhali sana mke wangu, mimi nakuomba usitoe hiyo mimba. Niko chini ya miguu yako kabisa mke wangu, please, sio vizuri kabisa kutoa ujauzito, nakuomba sana. Nilimbembeleza sana mke wangu mpaka nikampigia na magoti kabisa kumwomba asifanye hicho ambacho alikuwa amedhamiria. Kwa hilo Kazara, mimi siwezi kabisa kukusikiliza, na kuambia ukweli kabisa. Sihitaji hata senti 5 yako kwa ajili ya kutoa hii mimba. Nitatoa mimi mwenyewe kwa pesa zangu mwenyewe, wala usijali kwa hilo. Kwa mara nyingine tena mke wangu alikuwa anaonyesha kunizidi nguvu. Nilimkubalia tu kishingo upande, na siku ya pili nikiwa kazini majira saa 9 alasiri, mke wangu akanipigia simu na kunijulisha kwamba alikuwa amefanikiwa kutoa ile mimba salama kabisa. Nilimkubalia ndio msikilizaji. Lakini kusema ukweli, upande wa pili katika moyo wangu ulikuwa na neuma mno. Hata kazi ilinishinda kabisa ile siku na kwenda sehemu ya peke yangu kabisa, ambako huko nilitoa machozi sana kwa kumpoteza mtoto wangu mtarajiwa. Jioni niliporudi kutoka kazini nilimkuta mke wangu nyumbani. Hali yangu ya unyonge ilimstua kweli kweli mke wangu.
Akanifuata pale ambapo nilikuwa nimekaa na akawa sasa ananibembeleza. Mume wangu, mimi najua ni kiasi gani nilivyokuumiza kwa kutoa hii mimba. Lakini tambua kabisa kwamba sikuwa na jinsi, nilifanya vile kwa maana kubwa sana. Kwa sasa ni vigumu sana kunielewa, lakini amini nilichokifanya si kukukomoa wewe, bali ni kumpatia nafasi mtoto wetu Zawadi ya kuwe vizuri. Kumbuka makosa yangu ya mwanzo yalimtesa sana mtoto wangu. Kwa hivyo sasa hivi nilikuwa na deni kubwa sana la kumlea vizuri kusudi awe na afya nzuri. Kutokana na kwamba nilikuwa nampenda sana mke wangu Suzana, nilikubaliana naye tu. Maisha yalizidi kusonga mbele, na mke wangu alikuwa anaonyesha mapenzi moto kweli kweli kwangu pamoja na mtoto, kitu kilichofuta kabisa mawazo ya kwamba huyu alikuwa ametoa ujauzito. Lakini kama wanavyosema wahenga kutokea Kibiti kwa kina Hansi kule kwamba kimya kingi kina mshindo. Mwezi mmoja mara baada ya kutoa ujauzito, asubuhi moja niliamka kwenda kazini, na huku hali yangu ya kiafya ilikuwa sio nzuri. Nilijitahidi sana kwenda kazini kwa kuamini kwamba mwanaume sio mtu wa kujilegeza. Nilipofika kazini sasa nikajitahidi sana kufanya kazi, lakini kutokana na kufanya kazi juani hali yangu ilibadilika na kuwa mbaya. Kwa hivyo nikaruhusiwa kwenda hospitali kupata matibabu. Nilikwenda mpaka kwenye hospitali ya wilaya na kisha kupata huduma, japo dawa nilikwenda kununua duka la kuuzia madawa. Nilichukua dawa zangu na kisha kurudi nyumbani kwa ajili ya kupumzika. Nilipofika nyumbani, ndani ya geti nilikuta kulikuwa na gari ambalo kwangu halikuwa ni geni kabisa, japo sikuwa nakumbuka hili gari nilikuwa nimeliona wapi. Mara baada ya kutafakari kwa muda nikagundua kabisa kwamba hili gari ndilo lile ambalo lilishawahi kumshusha mke wangu miezi kadhaa iliyopita. Nilishtuka kweli kweli kulikuta nyumbani kwangu na kujiuliza hili gari lilikuwa limefuata kitu gani pale. Niliingia ndani na kukuta sebuleni kulikuwa na pombe kali juu ya meza pamoja na glasi mbili. Sikujishughulisha na hivyo, nilielekea chumbani tu. Nilipofika kwenye mlango wa chumbani nilikuta mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Nikasikia sauti mbili ya mwanamke pamoja na mwanaume. Sauti ya mwanamke ilikuwa ni ya mke wangu kabisa, na ya kiume sikujua kabisa ilikuwa ni ya mwanamume gani. Kwa haraka nikatoka mpaka nje kabisa na kuzunguka dirishani na kuchungulia ndani. Niliyoyaona huko ndani nusura mapigo ya moyo yasimame ghafla. Kitandani kwangu alikuwepo mke wangu pamoja na mwanaume mmoja ambaye hakuwa ni mgeni kabisa machoni mwangu, japo sikuwa nakumbuka kabisa na wapi ambako nilishowahi kumuona. Wote walikuwa ni watupu kabisa kama walivyozaliwa. Msikilizaji, ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba walikuwa wamemaliza kufanya uchafu wao muda si mrefu. Kwa jinsi ambavyo walikuwa wamejilaza ilionyesha kama walikuwa wanapumzika kwa ajili ya kuendelea tu na shughuli. Nilihisi miguu ilikuwa haina nguvu kabisa msikilizaji. Nikashuka chini bila hata kupenda na kutulia kama mzigo. Nikiwa nimekaa tu chini na huku nimeegemea ukutani, nilisikia homa ilikuwa napanda mara mbili zaidi ya ile ambayo nilikuwa nayo. Jasho lilikuwa linanitoka kama maji na nikawa najiona kama nilikuwa nakufa dakika mbili tu mbele. Nikiwa nimekaa pale chini nikayasikia mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kule ndani. Sasa bibi, kwa nini ulitoa ile mimba? Si uliniahidi kwamba utanizalia mtoto jamani ama? Sauti ya kiume ilikuwa nauliza vile. Ni kweli kabisa bibi, nilikuwa ahidi hivyo, lakini damu yako ni kali sana. Ningeacha ile mimba ingeniletea matatizo katika ndoa yangu, najua hilo. Matatizo kama gani sasa? Nilikuwa na wazo kama hilo, lakini siku ambayo niliwaona watoto wako wanafanana kama mayai, niliogopa sana baby. Nilikueleza niwe mke wako wa pili, lakini utaki. Unafikiria ningejifungulia humo ndani japo mume wangu asingejua kitu, lakini lazima walimwengu angemweleza kila kitu kwamba huyu mtoto sio wake. Alafu najua kabisa kwamba bila kuhama kule mambo bado angekuwa ni mabaya tu. Japo imenibidi kutokana na kukupenda, lakini wakati mwingine namuonea huruma sana mume wangu. Kwa sababu kutoka tumehamia huku pamekuwa ni kama kwako. Unakuja tu muda wote ule ambao unataka. Unakula na kuvaa tofauti na kwako tu. Lakini ukitaka nikuzalia mtoto basi nitoe kwanza kwa huyo bwana hapa. Haitachukua hata mwezi mmoja. Mimi nitakubebea mtoto na utafurahi. Sawa, basi nimekuelewa mpenzi. Lakini japo tunafanya yule jamaa fala, huwa sijaamini kabisa kuja hapa. Unafikiria kitufumania siku moja itakuwaje? Hawezi bwana kutufumania hata siku moja. Kwa nini unasema hivyo? Mimi nimeshakueleza kwamba haruhusiwi kabisa kurudi hapa nyumbani bila kunijulisha mimi. Kwa hivyo atatufumania vipi sasa?
Kwa nini nisikupangie tu nyumba nyingine, wewe unatoka na kuja kule tunakula raha, halafu mara baada ya hapo nawahi kurudi huku? Nani atajua hilo? John, hebu acha kuniudhi bwana. Nilikulazimisha kwamba tuhamie huku ili kusudi tujitawale. Sasa unataka tuende wapi tena? Asa unajua, lakini wewe ni mke wa mtu, lakini hili umelijua leo, sio? Tuna muda gani toka tumehamia hapa mimi na wewe John? Ni muda mrefu ndio Suzana. Basi naomba wazo la kufumani waondoa kabisa. Haya sawa mpenzi, basi wacha mimi kukimbia kidogo. Hasa mbona haraka hivyo jamani John? Nilipokuja hapa nilikueleza nini? Nilisahau. Kwa hivyo mpaka kesho kutwa hiyo, sio? Ya, ndio maana yake. Basi twende tukaoge alafu wahi kutoka. Niliwasikia vizuri kabisa watu wale walikuwa wananyanyuka kule ndani kwa sauti ya kitanda kupiga kelele. Nikiwa nimekaa pale chini nje, nilikuwa naamini kabisa kwamba mke wangu kama akigundua nilikuwa nimemfumania, basi angeomba taraka makusudi kabisa kutokana na kauli ambayo alikuwa anaitoa kule ndani. Nilinyanyuka pale chini na huko miguu yangu ilikuwa haina nguvu kabisa, na kisha kutoka nje ya geti kwa shida. Na huko nilikuwa natetemeka na kutembea mpaka nje. Nilisogea mbali kabisa na nyumbani pale ili kusudi jamaa aondoke ili nipige simu kwamba niko njiani. Kutokana na hali yangu kwa mbaya sikufika mbali sana. Kizunguzungu na kichefuchefu vilikuwa vikali. Nilisogea kwenye mti wa jirani na nyumba ile na kisha kutapika sana. Nikalala kwenye matapishi pale kwa sababu sikuwa na nguvu yoyote ya kunyanyuka. Hauwezi kabisa kuamini ndugu msikilizaji. Usingizi ukanipitia pale kwenye matapishi mpaka nilipokuja kustuliwa na wasamaria wema tu. Alikuwa ni mtu mmoja ambaye alikuwa anapita njiani na kunikuta kwenye hali kama ile. Vipi kaka? Akaniuliza vile na ukweli alikuwa amesimama tu pembeni yangu. Naumwa kaka. Nilizungumzia vile kwa mkato na ukweli nilikuwa nanyanyuka kwenye matapishi yale. Unakaa wapi kaka? Nakaa pale. Nilizungumzia vile tu na ukweli nilikuwa naonyesha pale ambapo nilikuwa naishi, ambako hapa kwa mbali sana na pale. Vipi unaweza kusema mama nikusaidie? Nilijaribu kunyanyuka kidogo, nilikuwa na nguvu. Yule msamaria mwema akanisaidia mpaka nyumbani. Bahati nzuri mke wangu alikuwa nje, aliponiona alishtuka kweli na kuja mbio. Jamani mume wangu vipi, imekuwaje tena jamani? Nauma. Nilimjibu vile kwa sauti ya chini kabisa iliyokuwa inaonyesha kwamba nilikuwa nimedhoofu. Walisaidiana tu na kuniingiza mpaka ndani na kunilaza sebuleni. Mara baada ya kunifikisha msamaria mwema aliaga. Jamani sasa mimi naomba niwakimbie. Asante sana ndugu yangu. Nilimshukuru vile japo nilikuwa nazungumza kwa taabu. Hakuna tatizo kaka, Mungu atakusaidia, utakuwa sawa sawa. Asante sana kakaangu. Haya basi hakuna shida. Yule mtu aliondoka zake na kuniacha mimi pamoja na mke wangu ambaye huyu alikuwa anaonyesha kuchushwa kweli na hali yangu. Mume wangu vipi tena, kimekukuta kitu gani? Aliniuliza pale mke wangu Suzana na ukweli alikuwa anatoka na machozi. Nauma. Nilimjibu vile na huko moyoni nilikuwa naumia kweli mpaka machozi yalikuwa yanatoka machoni mpaka moyoni. Kitu kilichomshtua sana mke wangu na kuzidisha kilio. Masikini mume wangu, kwani unauma na nini baba Zawadi? Malaria tu. Akanichukua mpaka bafuni na kisha kunivua nguo zangu zote na kisha akanimwagia maji na kunisaidia kurudi ndani. Akanitengenezea uji haraka na kisha kuninywesha. Kila kitendo cha upendo ambacho alikuwa ananifanyia mke wangu kilikuwa kinaniumiza sana katika moyo wangu mara baada ya kubaini unafiki ndani yake. Lakini pia ilikuwa inaonyesha kwamba mke wangu ugonjwa wangu ulikuwa umemgusa sana. Muda wote alikuwa karibu yangu mpaka nilipopitwa na usingizi. Nilipokuja kuamka nilimkuta pembeni yangu na mkono ulikuwa shavuni tu. Mume wangu. Aliniita vile kwa sauti ya upole kabisa mke wangu. Naam. Pole. Asante. Na unaendeleaje kwa sasa? Sijamba kidogo sasa hivi. Sawa, nikutayarishe chakula gani mume wangu? Hapana, sijisikii kabisa kula. Pamoja na huruma yake yote ambayo alikuwa ananionyesha mke wangu, lakini sikupenda mara baada ya kugundua kwamba kumbe alikuwa ni fisi mwenye ngozi ya kondoo. Lakini mume wangu, kumbuka kwamba umemeza dawa kali sana muda so mrefu.
unatakiwa kula vizuri kusudi dawa ifanye kazi ya baba Zawadi. Nitakula hata baadaye. Hapana, kuna ndizi za nyama nimekuandalia mume wangu. Naomba ule basi japo kidogo Hapana, sijisikii kabisa kula. Mume wangu. Naam. Mimi ni nani kwako? Ni mke wangu. Unataka nani ya kubembeleza kusudi umsikie kama mimi mke wako hutaki kabisa kunisikiliza? Ni wewe. Kwa nini sasa hutaki kunisikiliza? Lakini nimekueleza kwamba nitakula baadaye. Ni wazi kabisa huna mapenzi na mimi, si ndio manake? Hata kunisamehe kwako kulikuwa ni kwa uongo tu, si ndio? Man. Nila. Lakini sina kumwa gani sasa mume wangu kama huko? Ni wazi kabisa kwamba mimi najilazimisha sana kwako na wewe hauna mapenzi kabisa na mimi. Kusema ukweli nilishangaa sana aliyokuwa anazungumza mke wangu, kitu ambacho hakikuwepo kabisa zaidi ya mimi kutokujisikia kula tu. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kama nitaendelea kukataa naweza kuzalisha mapya. Nilikubali tu kula, kitu ambacho kilimfurahisha mke wangu. Mara baada ya kumaliza kula nikajitahidi sana kulala, lakini usingizi ulikoma kabisa kunichukua. Kila ambapo nilikuwa nafumba macho niliyaona matukio yote yalikuwa yanajirudia kutoka mwanangu akichelewa kutembea, mpaka siku niliporudi ghafla na kumkuta mwanangu alikuwa katika mazingira mabaya ya kula matope. Lakini pia nilipomshuhudia mke wangu alikuwa anateremka kwenye gari, na mpaka siku ambayo alikuwa amerudi siku ya pili na kudanganya kwamba alikuwa kwenye sherehe ya harusi, na kumbe nilijua kabisa kwamba alikuwa ametoka kulala na mwanaume. Na hata hili la siku ile ambalo nilikuwa nimeshuhudia kwa macho yangu akiwa na mwanaume kama alivyozaliwa kitandani, na tena katika kitanda ambacho mimi huwa nalala pamoja na yeye, kuonyesha kwamba walikuwa wameshafanya uchafu wao, yote alikuwa anajirudia tu kichwani mwangu. Lakini pia kusikia kwamba alikuwa ametoa mimba kwa kisingizio cha kumlea mtoto wetu Zawadi, na kumbe ile haikuwa ni mimba yangu, ilikuwa ni mimba yule mwanaume ambaye alikuwa amempangia nyumba. Nilikuwa nazidi kuumia zaidi katika moyo wangu, kila ambavyo yalikuwa nazidi kujirudia katika akili yangu. Moyo ulikuwa unaniuma mno, na nikawa najikuta nalia peke yangu kitandani, nilikuwa nimejifunika shuka kusudi mke wangu asiweze kujua. Nilikuwa nawaza kuachana naye kabisa, lakini sasa moyo ulikuwa nakataa kabisa kwa kuamini kwamba sitampata mwanamke mzuri kama yeye. Niliamua kufa kizungu tu na tai shingoni. Niliamua kuificha ile siri katika moyo wangu kwa kuamini kwamba kama ningeisema basi ningeweza kuachana naye tu, kwa mazingira ambayo nilikuwa nimeyaona na mazungumzo ambayo nilikuwa nimesikia. Kufuatia kutopenda kuwepo nyumbani kutokana na kuumia kila ambapo nilikuwa na mwanamke wangu, basi nikaamua kwenda kazini siku ya 3, japo sikuwa nimepona vizuri. Baada ya tukio lile sasa nikazidi kuteseka zaidi nikiwa kazini kila ambapo nilikuwa nakumbuka. Siku ambayo nilijua kabisa mume mwenzangu atakuja nyumbani, moyo ulikuwa unanilipuka mno kwa kujua kwamba muda ule huko nyumbani mimi nilikuwa nasalitiwa. Kila ambapo nilipokuwa peke yangu nikawa najikuta nilikuwa nashindwa kabisa kufanya kazi vizuri. Nilikuwa na hama kabisa kimawazo na kuiona dunia nzima nilikuwa nimebeba kichwani mwangu. Kutokana na kwamba nilikuwa na wasiwasi wa moyo juu ya vitendo vya mke wangu, hali yangu pia ilianza kubadilika na kujiona kwamba nilikuwa napungua mwili kila kukicha. Suruali zangu zote ambazo nilikuwa navaa nilikuwa naongeza matundu 3 ya mkanda kurudi nyuma, ili kusudi suruali iweze kukaa vizuri kiunoni. Wa kwanza kunigundua kwamba niko na hali ile alikuwa ni mke wangu mwenyewe, ambaye mara moja alikuwa anahitaji kujua tatizo ni nini. Mume wangu, mbona uko hivi, tatizo ni nini? Lakini niko sawa tu, nilijibu vile kwa mkato tu. Hapana mume wangu, lazima kutakuwa na kitu ambacho kinakusumbua, naomba nijue. Mbona mimi niko sawa tu? Hapana, sio kweli kabisa. Yana kutoka ulipogundua kwamba hujarudi katika hali yako ya kawaida. Sio kweli kabisa, maana kutoka ulipougua homa hujarudi kabisa katika hali yako ya kawaida. Na pia hata ule uchangamfu ndani pia umepotea kabisa mume wangu. Kama bado unaumwa turudi hospitali tujue una tatizo gani kuliko kuendelea kwenda kazini wakati bado unaumwa. Hapana, mimi niko sawa. Nilikuwa naendelea tu kumkatalia kata mke wangu. Nilimkatalia kwa kuamini kwamba chanzo alikuwa ni yeye. Hata kama ningemwambia kwamba chanzo ni yeye, basi ningekuwa nazidi kuongeza msumari wa moto tu kwenye kidonda.
kwamba eti nimemwona akiwa anafanya mapenzi na mwanaume mwingine kwenye kitanda changu. Lazima angeomba taraka tu na kuondoka zake, kutokana na kwamba alikuwa amenipatia masharti kwamba nikirudi nyumbani lazima nimpige simu kwanza na sio kurudi kimya kimya. Japo nilikuwa nimempigia simu zaidi ya mara 10 ile siku, lakini hakuwa amepokea. Lakini pili, niliyafuatilia maneno yake ambayo alimhakikisha yule mwanaume kwamba siwezi kurudi nyumbani kwa vile alinieleza nirudi kwangu kwa taarifa. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kama ningemweleza ningekuwa nimevunja masharti ya kurudi nyumbani bila taarifa, japo simu ilikuwa imepigwa na hakuwa amepokea. Kama angeamua kuniacha kwangu, basi lingekuwa ni pigo kubwa zaidi kutengana na mke wangu ambaye pamoja na matatizo yote kama haya, lakini bado Suzana alikuwa ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Ama bado utakuwa na yale mambo nini? Mke wangu aliuliza vile kwa sauti ya unyonge kidogo. Yapi hayo? Nilimuuliza vile kwa kofia, labda pengine alikuwa amestuka. Sikuhusu ule mgogoro wetu kwamba eti mimi natembea nje ya ndoa. Hapana, kwa sababu yote alishaisha hayo. Na ndio maana tukatoka kule na kuja kupanga huku kusudi tuishi kwa mstarehe jamani. Kwani mume wangu tangu tumehamia hapa mimi nimeshawahi kuondoka hapa nyumbani bila ruhusa yako? Hapana, hujawahi. Ama nimeshawahi kufanya jambo lolote baya pengine? Hapana, hujawahi. Ama lile la mimi kutoa mimba yako bado linaendelea kukutesa? Hapana. Sasa shida nini mume wangu? Nina wasiwasi tu na marali ya bado itakuwa haijaisha. Ilibidi tu kwanza nidanganye kusudi kumfanya mke wangu aachane tu na mimi kwa vile alikuwa ni kero tu mbele yangu. Basi mpenzi, nilikuwa naomba ukaangalia afya yako tena, kwa sababu kwa kweli hali yako ilivyo hata mimi sina raha kabisa kukuona kama hivyo. Mke wangu alizungumzia vile kwa sauti ya huruma kabisa. Nina imani nitakuwa katika hali ya kawaida muda si mrefu. Sawa, fanya hivyo mume wangu. Yaani jinsi mke wangu alivyokuwa anazungumza kwa huruma, kama nisingerudi na kumfumania kwa macho yangu, basi nisingekubali kabisa kwamba alikuwa ananisaliti. Alikuwa na maneno matamu kusema kweli, yenye kumfanya maskini kujiona tajiri. Maneno matamu ambayo yanamfanya sio kuwa na nguvu kujiona anaweza kubeba dunia nzima peke yake. Nilikubaliana naye tu kusudi aondoke tu karibu yangu. Lakini nilipokuwa kazini moyo wangu ulikosa kabisa raha na kujuta siku ile niliyokuwa nikiumwa. Halafu nikarudi kule nyumbani na nikayakuta yale yote ambayo nilikuwa nimeyakuta. Ni bora ningeendelea tu kuamini kwamba nilikuwa naibiwa bila kuwa na uhakika kama siku ile nilivyoshuhudia kwa macho yangu. Kila nilipokuwa peke yangu, tukio la kumfumania mke wangu lilikuwa linarudia tena kichwani mwangu. Na lilikuwa linanipatia mateso mazito sana katika moyo wangu. Kila kukicha pia mwili wangu ulikuwa unazidi kupoteza ubora. Na kila ambaye alikuwa ananijua vizuri alikuwa ananiuliza nilikuwa nimekumbwa na kitu gani, mbona nilikuwa naisha kama vile. Na hata bosi wangu ambaye alifikia hatua ya kunibembeleza kusudi nimweleze nasumbuliwa na kitu gani ili kusudi aweze kunisaidia, hata kama ni kwa uwezo wa kipesa, bado hata yeye sikumwambia chochote kile. Moyoni nilikuwa nimeapa kwamba nitakufa tu na siri yangu mwenyewe kwa kutomwambia mtu yoyote tukio hili la aibu. Hali yangu ya kiafya ilikuwa inazidi kubadilika zaidi, na mwili wangu ulikuwa unazidi kupungua uzito kutokana na mawazo. Chakula nilikuwa nakula ndio, lakini sikuwa nasikia kabisa chakula hicho kilikuwa na ladha gani. Na kuna muda nilikuwa nalaani kweli kuwa masikini, kwa sababu nilikuwa naamini kama ningekuwa na uwezo wa pesa, basi mke wangu asingechukuliwa na mwanaume mwingine ambaye alikuwa na pesa. Siku moja rafiki yangu wa karibu kabisa Simon akanifuata mara baada ya kunikuta nilikuwa nimejisahau na huko machozi yalikuwa yanatoka. Kazara, akaniita vile Simon kwa sauti. Niambie Simon. Nilishtuka kweli kama mtu ambaye nilikuwa nimekurubushwa kutokea kwenye usingizi. Kazara, vipi, uko na matatizo gani rafiki yangu, mbona uko na hali kama hiyo? Akaniuliza vile Simon na ukweli kwa amenikazia macho. Mimi sina tatizo kabisa mshikaji wangu. Nilimjibu vile na huko nilikuwa nafuta machozi kwa kiganja. Hapana Kazara, lazima utakuwa na matatizo. Lakini hutaki tu kulizungumza kwa sisi marafiki zako? Niko sawa kabisa rafiki yangu. Nilikata kabisa kukuamini kwamba kwa kusema kile ambacho kilikuwa kinanisumbua, basi nitakuwa nimejivua nguo mwenyewe hadharani kabisa.
Kazara, kwani unajiona ulivyo hivyo? Nikoje kwani? Nikajifanya nilikuwa nashtuka kweli kweli, japokuwa ukweli wote nilikuwa naujua. Hauko sawa kabisa mshikaji wangu, na usiponieleza mimi swaiba wako utamweleza nani sasa? Kumbuka kabisa kwamba mimi ndio ndugu yako wa karibu kabisa Kazara. Ingawa tangu mlipohamia kule Uzuguri na mke wako hutaki kabisa nifike nyumbani kwako. Unasingizia tu kwamba mke wako sijui nini na nini. Unasahau kabisa kwamba kama ukifa leo mimi ndio mtu wa kwanza kabisa kulia katika msiba wako. Kauli ya Simon kusema ukweli ilikuwa ni ya ukweli kabisa, kwa sababu yeye ndio alikuwa ni mtu wangu wa karibu kabisa kueleza na siri zetu za ndani kabisa. Lakini siri hii ya mke wangu sijawahi kabisa kumweleza hata siku moja. Ingawaje ni siri ambayo mtaani ilikuwa nafahamika, lakini hakukuwa na mfanyakazi mwenzangu ambaye alikuwa anajua kilichokuwa kinaendelea ndani ya ndoa yangu. Lakini pia hata mke wangu mara baada ya kuhamia makao mapya akanipiga marufuku kabisa marafiki zangu wote akiwemo Simon kufika pale kwetu. Na mimi kutokana na mapenzi mazito kwa mke wangu nilimkubalia tu kwamba sawa. Simon, mimi niko sawa kabisa. Bado nilikuwa naendelea tu kufa na siri yangu moyoni tu. Kauli ile ya kwamba mimi bado niko sawa ilikuwa ni kama mkuki katika moyo wangu mwenyewe. Nikajikuta midomo na koo vilikuwa vinanikauka ghafla na kukosa kabisa la kuzungumza. Nikajikuta ni kama mtu ambaye nilikuwa nikitembea uchi siku zote na kujiona nimevaa, na kumbe watu walikuwa wananiona kwamba sina nguo. Moyo uliniuma kweli kweli na kujiona kama nilikuwa ni kiumbe niliyokuwa na bahati mbaya. Nikiwa nimeinama chini sasa kama mwali, machozi yalikuwa yanatoka. Simon akanishika begani na kisha kuniita jina langu. Kazara. Sikuitika kwa sababu midomo yangu ilikuwa ni kama inanita hivi. Kila ambapo nilikuwa najaribu kufungua midomo kusudi niitike ilikuwa nagoma kabisa kufunguka. Nikanyanyua tu uso wangu na kumtazama Simon ambaye alikuwa ananitazama kwa jicho la huruma, na huko machozi yalikuwa yanatoka muda wote maskini. Kazara. Rafiki yangu Simon akaniita tena. Naam. Pole sana. Najua ni kiasi gani mapenzi yanavyotesa. Nyinyi mmejuaje? Nikajikakamua kweli kweli na kumuuliza swali ambalo nilikuwa naamini kabisa kwamba alikuwa anajua siri yangu. Mbona siri kwa wazi kabisa Kazara? Taarifa hizi mimi nilizipata muda mrefu tu kutoka matatizo ya mwanao kuchelewa kutembea, na mimi nilikuwa nimejua pale mtaani kwenu kila ambapo nilikuwa nakuja kutembelea. Nilikuwa naelezwa tabia zote chafu za mke wako. Lakini sasa nilikuwa nashindwa kabisa nianzie wapi pa kukueleza kutokana na jinsi ambavyo nampenda mke wako. Lakini kila mtu alikuwa anajua pale. Kwa kweli nilikuwa nahofia sana kuitekeleza ndoa yako, kutokana na wewe ulikuwa unamwamini sana mke wako. Hauwezi kuamini Kazara. Kuna mtu mmoja wa nyumba mliokuwa mnakaa pale zamani. Kila ambapo nilikuwa nakuja na kuondoka alikuwa ananifuata njiani na kunieleza vile ambavyo alikuwa anapelekeshwa na mke wako kwa tabia zake chafu. Na alikuwa ananiomba nikueleze kusudi umdhibiti mke wako, lakini mimi kama rafiki yako nikawa nashindwa kabisa nianzie wapi. Ningeanzia wapi Kazara kukueleza kuhusu mke wako alafu ukanielewa? Si ungeona kwamba mimi ni rafiki mnafiki tu ambaye sipendi ndoa yako? Bado kwangu alikuwa ni mtihani mkubwa sana kukueleza hayo kuhusu mke wako. Mara baada ya nyinyi kuhama nikakutana naye tena yule mtu ambaye alikuwa ananipatia taarifa za mke wako, kwamba hata hiyo nyumba ambayo umehamia pia umepangiwa na mwanaume mwenzako ambaye ni bwana ambaye anatembea na mke wako kila siku. Kwa kweli nisikuficha kabisa Kazara, habari hizo mimi zikaniumiza sana. Lakini vile vile pia sikuweza kabisa kukueleza chochote mara baada ya mke wako kukataza kabisa usitembelewe na rafiki zako wote, nikiwemo hata mimi mtu wako wa karibu kabisa Kazara. La kunikataza mimi nisitembelee kwenu hilo halikuniumiza kabisa, kwa sababu hata nilipoacha kuja kwako kuna ambacho kimepungua kwangu, naendelea kuishi vizuri. Lakini sasa hali yako Kazara, hali yako inatuchanganya sisi watu wengi sana. Najua umeshaulizwa na watu wengi akiwemo bosi wetu pia, lakini hakuna hata mmoja ambaye umemweleza tatizo lako. Uongo kweli?
Juzi kuna kitu nimesikia kwamba sio mke wako katoa mimba ya mwanaume wa nje na watu kusema kwamba uende imekuchanganya sana hiyo. Lakini nikataka kauli kutokea kwako kwa kujitahidi kukubembeleza nijue tatizo lako kwa kauli yako mwenyewe. Lakini bado Kazara umekuwa ukificha ukweli wakati unazidi kuteketea. Na mbaya zaidi unaficha ukweli hata kwa mimi rafiki yako wa damu kabisa Simon, Kazara. Lakini hali yako kila kukicha imekuwa ni tatizo, inazorota tu na ukiwa ni mtu wa kuhamahama kimawazo kila dakika. Unajisahau kabisa kama upo kazini Kazara. Wengi wanakuonea huruma sana. Japokuwa matatizo yako wewe unajua kwamba ni siri yako. Kutokana na kwamba unafanya siri, humwelezi mtu yoyote. Lakini wenzako wakaamua kukuacha waone mwisho wako utakuwa ni upi. Wengi wanakuona mjinga kuendeshwa na mwanamke Kazara. Wanakuona mjinga tu wewe. Haya, hebu naomba nieleze sasa kila kitu. Usinifiche chochote mimi rafiki yako Kazara. Kwa nini umefikia hatua hii ikiwa kila kitu cha mke wako nakijua? Kusema kweli Simon, sijui hata nikuambie kitu gani. Kwa kweli vitendo vya mke wangu vinaniumiza sana na kunitesa sana Simon. Nilikuwa namwamini sana mke wangu Suzana Simon. Nilikuwa namwamini mno, lakini hivi ambavyo anafanya nashindwa kabisa nifanye kitu gani? Nashindwa. Mwanzo kabisa nilikuwa naona aibu kujieleza. Kwa sababu hii ilikuwa ni aibu, yani natoa siri ndani na zitoa nje. Nilikuwa naona kama ni aibu, lakini kumbe nilikuwa natembea uchi nikiamini kwamba nimevaa nguo Simon. Niliinama kwa uchungu na huku kamasi na machozi vyote vilikuwa vinatoka kwa wakati mmoja. Moyo ulikuwa unaniuma mno. Na nilikuwa najiona kwa hali ile sikuwa na faida ya kuendelea kuishi. Nilikuwa naona bora tu nife kuliko aibu kama ile ambayo nilikuwa najiuliza kazini pale watanielewa vipi mara baada ya kujua kwamba nilikuwa natendewa vile. Mara baada ya kuanza sana na kukosa majibu, nilimuuliza sasa rafiki yangu Simon anaweza kunisaidia jambo gani? Simon ndugu yangu, hapa nilipo najiona kiumbe ambaye sina faida kabisa katika dunia. Kwa nini Kazara? Hebu nieleze, hata ungekuwa wewe, nitaficha wapi sura yangu ikiwa kila mtu anajua siri yangu? Kupungua kwangu mwili sio kwa sababu ya yote ambayo umezungumza hapa. Ni kitu kingine kabisa. Bora nife kabisa mimi Simon. Ufe kwa ajili ya mwanamke ama? Ndiyo Simon. Jambo ambalo umenifanyia mke wangu kwa kweli limeniumiza sana. Hasa kwa kuzingatia kwamba ni mwanamke ambaye nampenda kuliko mwanamke yote ukiachilia mbali mama yangu aliyenizaa hapa duniani. Ni kitu gani tena rafiki yangu ambacho nasema kwamba sio hicho ambacho mimi nimezungumza ndio kinachokufanya upungue? Kwa vile sasa kila kitu changu kilikuwa wazi, niliamua kumwelekeza ukweli kabisa. Vile ambavyo nilikuwa nimemfumania mke wangu na mwanaume ndani, ndipo aliponiuliza na ukweli kwa ameshika mdomo kwa mshtuko. Alafu kafanyaje sasa? Haki ya nani? Ningekuwa ni mimi Kazara nakwambia, sasa hivi ningekuwa nasubiria hukumu ya kunyongwa tu mahakamani. Ndani ya nyumba yangu mimi, tena kitandani ambako nalala na mke wangu. Halafu namkuta mke wangu yuko na mwanaume mwingine. Dharau gani hizi Kazara? Simon alizungumza vile na ukweli alikuwa ananiuliza na macho alikuwa ameyatoa kweli kweli. Nilimweleza kila kitu, jinsi ambavyo nilikuwa nimeondoka na homa yangu huko kazini, niliyoyakuta kule nyumbani, yote nilimweleza pia. Na jinsi nilivyoshindwa kabisa kuingia ndani na kuondoka na kuzidiwa na kuanguka njiani na kulala kwenye matapishi kabisa. Kazara. Kazara, sasa huu ni wanaume gani huu ambao unanieleza hapa? Yaani unamwacha wazi kabisa mgeni wako kwenye chumba chako unaondoka. Na tena kitandani kwako kabisa ambako ndio unatumia kulala wewe pamoja na mke wako. Hata kama nyumba umepanga, lakini bado pale ni pa kwako wewe Kazara. Na kibaya zaidi umeondoka ukiwa unauma, ulikuwa unataka ufie njiani ama? Rafiki yangu, hayo ni mateso gani sasa ambayo unanieleza hapa? Mateso gani ambayo wanakutesa mke wako kama huyo? Haya, ningefanya aje sasa? Na mke wangu alinikataza kwamba nisirudi nyumbani bila kumpigia simu. Na kama ningerudi na kisha kumfumania, lazima ningekuwa nimevunja makubaliano yetu.
Lazima angedai taraka yake ili kusudi tuachane, na mimi sikuwa tayari kabisa kwa hilo. Kazara, kwani umeoa ama umeolewa? Nimeoa. Kwa nini sasa mke wako akupande kichwani na kukupangia vile ambavyo anataka yeye? Simon aliuliza vile kwa uchungu kweli. Sio kunipangia Simon, bali hayo ni kama makubaliano yetu tu ambayo tulikubaliana. Nikajikuta sasa nasema tu, na huko nilikuwa namtetea mke wangu pamoja na yote ambayo alikuwa amenifanyia. Acha ujinga bwana Kazara. Acha ujinga, siku zote mwenye amri ndani ya nyumba ni mwanamume. Umeona sasa sababu ya kupangiwa kurudi nyumbani ili kusudi ajiandae na usimfumanie, si ndio? Umerudi mara moja tu bila taarifa na umekuta yote yale. Hebu jiulize, siku ambazo haujarudi nyumbani mchana, kuna mambo gani ambayo yanatendeka? Maana pale amjamia jana wala juzi ni muda mrefu kidogo. Siku zote mchana mangapi yanafanyika? Yaani mwanaume anafika pale kwako kama kwake tu, anafanya uchafu wake na mke wako kwenye kitanda chako wewe. Halafu nasema kwamba eti makubaliano uliamua uondoke bila kumfumania mgoni wako. Na akili kweli wewe? Lakini mimi nashanga tu rafiki yangu Simon, sio mke wangu kwa sasa hivi amekuaje? Kwa sababu siku zote mke wangu alikuwa ni mtu mwenye heshima, hata sijui amebadilika vipi. Bado nilikuwa naendelea tu kumtetea mke wangu. Kazara, mke wako sio mtulivu kutokea mwanzo kabisa. Sema ulikuwa ujui tu, kwa sababu siku zote jambo ambalo hulijua ni sawa na usiku wa giza msituni. Lakini yule hafai kabisa kuwa mke wa mtu. Hafai kabisa kuwa mke wa mtu. Kwa sasa unanishauri nini rafiki yangu katika hili? Kama unavyoona limefikia hapa. Hapa kuna chochote ambacho unaweza kufanya cha zaidi. Kama umeyajua yote machafu ya mke wako na mengine kuyashuhudia kwa macho yako kabisa, unasubiri kitu gani sasa? Unataka mpaka kuwe kabisa ama? Unanishauri nifanyaje? Yule mwanamke hakufai kabisa Kazara. Achana naye na ujipange upya kabisa. Bila hivyo atakuua kabisa yule kwa pressure yule. Hebu jiangalie kwanza walivyo sasa hivi. Umeshuhudia uchafu wa mke wako live mara moja tu basi. Lakini umekuwa ni mgonjwa kama wa kifua kikuu kama hivi. Je, ukishuhudia mara 3 mara 4 utakufa kabisa wewe, alafu inakuwa hasara kwa sisi marafiki zangu hapa. Na tatizo jingine Kazara ni kwamba mke wako ameshakujua kwamba wewe ni kama nyoka wa plastiki tu. Ama ni kama nyuki wa mashine tu. Haungati wala. Ipo siku atakuteremsha kitandani kusudi alale na mwanaume wake mwingine. Nakwambia kabisa mimi hapa. Wewe atawezaje kufanya kama hivyo? Nikajikakamua kama mwanaume kuuliza vile. Utafanya kitu gani sasa akisema hivyo? Nitaua mtu nakwambia. Haujaweza kumuua mtu wakati umefumania watu hapo kitandani hawana kitu katika mili yao. Utaweza kusema kitu mbele ya mwanaume mwenzako ambaye ndiye analipa kodi pale ambapo mnaishi? Lakini sasa mbona Simon nilimsikia hata yule mwanaume anasema kwamba hapendi kuja pale nyumbani. Lakini mke wangu ndiye ambaye anamlazimisha aje. Najua kwa majibu yangu ambayo nilikuwa nayatoa, ndugu msikilizaji, utacheka. Labda tunaona kwamba mimi ni kama zozo hivi. Nioneni huruma mwenzenu. Kusema ukweli nilikuwa nimekabatika. Kupenda kubaya. Nilikuwa nimempenda mno Suzana mke wangu. Na nilikuwa nizuzu kuisha kabisa kazi yangu, nilikuwa nimebaki kuzikwa tu basi. Kazara, majibu gani ambayo unanipatia mimi hayo? Mbona kupenda kumegeuka zuzu ama umeinamishwa wewe nini? Hapana. Nilikata ile neno lake ambalo alikuwa ameniambia, na nikamwambia tu kwamba nilikuwa nampenda mke wangu kwa dhati tu. Basi ndugu yangu, nakwambia kabisa kwa usalama wako achana kabisa na huyo mwanamke kabla hajakuacha yeye. La sivyo sio muda mrefu utakufa ama utakuwa mtawazimu kabisa, tunakuona unaokota rambo mtaani. Kwa kweli rafiki yangu Simon, kuachana na mke wangu mimi siwezi kabisa. Labda nitaomba unipatie njia nyingine kwa ajili ya kumtuliza. Nitamtuliza vipi? Kwa vyovyote vile, hata kwenda kumweleza yule jamaa achane na mke wangu basi itatosha. Nilizungumza vile kumwelekezea Simon. Je, ni kitu gani kitaendelea? Karibu sana katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Mapenzi Yalivyonifanya Niwe Muuaji. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix.